Wana Simba wiki hii wanataraji kushuka mzigoni siku ya Jumapili ya tarehe 18 ya mwezi wa kwanza. Ni mechi ya kwanza kwa Simba katika mwaka huu 2026 katika upande wa NBC, na itakuwa ni mechi ya kwanza pia kwa kochi mpya Steve Barker tangu kusajiliwa kwake au tangu akabidhiwa jukumu la kuwa kocha mkuu. Yeye pamoja na coach Veterman ambaye tayari anaitwa Bergman ambaye tayari kaweza kutambulishwa kama kocha msaidizi, pamoja na bench lote la ufundi ndani ya Simba Sports Club. Mechi yao ya kwanza tunakwenda kutazama kile ambacho atakuja kuruwatia katika upande wa NBC. Kumbukwe ni mechi ya sita kwa upande wa Simba wakiwa wanacheza baada ya kucheza mechi takriban 5, na katika mechi 5 wameshinda mechi 4 wakiwa wamepata sare mchezo mmoja. So kuna kitu cha ziada ambacho anahitaji kuongeza katika upande huo ili kuhakikisha kwamba timu inarejea katika sehemu ya ufanisi, ubora na mengi makubwa ambayo pia yametukuka katika ufanisi na ubora huo mkubwa. Sasa kuelekea katika mchezo mwenyewe, coach Steve Barker amezungumza na kuweka wazi zaidi ya kwamba one of the things we have to expect it is rotation, kwa maana ya kwamba moja ya mambo makubwa ambayo tutarajie ni mabadiliko. Simba na kikosi chao kinawakosa nyota kadhaa ambao sio sehemu ya kikosi cha hiyo kesho kutwa Jumapili, ikiwa ni siku moja tu imesalia. Wachezaji kama Jonathan Soa hatokuwepo, wachezaji kama ukija ukasema wachezaji kama Arasane Kante hatokuwepo, Yakubu Suleiman hatokuwepo, Abdulrazak Hamza hatokuwepo, Musa Pimpin Kamara hatokuwepo, Jean Charles au tayari ameuzwa na ameondoka hatokuwepo. Ukija ukatazama wachezaji wengine kama ukija ukatazama wachezaji kama Awesu tayari ameondoka, wamemuuza. Ukija ukatazama wachezaji kama Mzamiru tayari ameondoka, wamemtoa kwa mkopo. So ukitazama rundo kubwa la wachezaji wapya ambao Simba tayari imefanikiwa kupata takriban saini 4 ambazo zimekamilika mpaka hivi sasa. Miongoni mwa nyota hao hakuna mchezaji yoyote yule ambaye atatumika kwenye mechi ya Jumapili, kwa sababu hao wachezaji wote hakuna ambaye tayari katambulishwa. Awe ni Rebasi Buye, awe ni Olivier Ismail Toure, awe ni Baraka Mwangosi, awe ni Nixon Kibabage, wote hao hakuna mchezaji ambaye atakwenda kutumika licha kwamba ni nyota wapi ambao wamesajiliwa na Simba. Sasa binafsi nitaomba nikumbidishe kwenye kikosi cha Simba rotation itakuwaje, na hao wachezaji 11 ambao coach anaamua kuingia nao baada ya kuwakosa nyota yake muhimu zaidi katika upande wa kikosi hicho, anakuja na wachezaji gani. Nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe uweze kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo sahihi na sehemu pekee ambayo unapata taarifa kwa umakini mkubwa zaidi uliotuka. Bwana, tutazame kikosi cha wekundu wa Msimba Simba ambacho kinaanza. Kama pia umepata nafasi ya kusubscribe, ni kushukuru zaidi ukiwa umeongezeka katika upande wa familia. Simba kikosi kipo katika mfumo wa 4-3-3, 4-3-3. Goalkeeper ni Hussein Abed, ndiye atakayekuwa rangoni katika nafasi hiyo. Then fullback right, beki namba 2 yupo mwamba anayejulikana kwa jina Show Me The Way, Shomari Kapombe, ndiye beki namba 2. Then 3 yupo Anton Sixbert Mrigo ambaye anakwenda kucheza kama beki nambari 3 katika mchezo huo. Then 4 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Wilson Nangu, anacheza kama beki namba 4 katika mchezo huu. Then 5 anamalizia Rushin Deluk, mmoja wa wachezaji bora kabisa ambao wa Simba anajivunia kuwa nao. 6 yupo na mwamba anaitwa Yusuf Kagoma. Then 7 yupo mwamba kweli anaitwa Mohamed Bai Jabir, ndiye anacheza kama nambari 7 katika mchezo huu. 8 yupo Arasane Kante, yupo mwamba anaitwa Nabi Kamara. Kante hayupo, ana adhabu, so Nabi Kamara ndiye yupo kwenye jukumu la kucheza kama box to box midfielder, kiungo mchezeshaji katika nafasi hiyo. Then 9 tunaye Seleman Gomez Mwalimu, ndiye anacheza kama nambari 9 katika nafasi hiyo, na upande wa namba 10 yupo Neo Gift Maema. 11 ni mwamba kweli Eri Mpanzu Volcano, ndiye ambaye anahitimisha na kukamilisha idadi ya nyota 11 ambao wanashuka mzigoni kutoka katika upande wa Simba. So hao ni nyota ambao Steve Barker hatatumia kuelekea katika mechi yake ya kesho kutwa Simba dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Meja Jenerali
Isamuyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam toka majira ya saa 10 kamili jioni. Tuko hapa si kama Sky Media kuhakikisha unazipata taarifa zote kwa kina, ikiwemo upembuzi na uchambuzi wa mchezo huo Simba dhidi ya vijana wa kikosi cha Mtibwa Sugar. Nikombe kwa unyenyekevu mkubwa, hakikisha unaweza kusubscribe uweze kuongezeka katika upande wa familia. The best upcoming sports presenter. Tutakwenda kukutana katika wakati mwingine baada ya kupata kikosi cha Runyasi kitakachoshuka mzigoni kesho kutwa Ijumaa.